Na China imesema soko lake la biashara ya hewa ya ukaa limechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi na kuendeleza uchumi wa kijani, huku likitimiza miaka 5 tangu kuanzishwa kwake. Serikali ya China inasema mfumo huo umekuwa soko kubwa zaidi la biashara ya hewa ya ukaa duniani. Maelezo zaidi katika makala yetu ya Ifahamu China. Kwa mujibu wa Wizara ya Ekolojia na Mazingira ya China, tangu kuanzishwa kwa soko hili, biashara ya viwango vya uzalishaji wa hewa ukaa umefikia zaidi ya tani milioni 917, huku thamani ya miamala ikizidi yuan bilioni 61, sawa na zaidi ya dola bilioni 9 za Marekani. Katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026, kiwango cha biashara ya hewa ukaa kilifikia tani milioni 52, ikiwa ni ongezeko la takriban asilimia 37 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Naibu mkurugenzi mkuu wa idara ya mabadiliko ya tabia nchi katika wizara hiyo amesema sekta ya umeme inayotumia nishati ya joto imepunguza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa hewa ukaa katika kipindi cha mpango wa miaka 5 wa 2021 hadi 2025. Mkurugenzi mkuu huyo amesema pamoja na kupunguza hewa ukaa, mfumo huu pia umesaidia kupunguza uzalishaji wa gesi nyingine zenye madhara ikiwemo dioksidi ya sulfa, oksidi za nitrojeni na moshi kutoka viwandani. Amesema idadi ya kampuni zinazoshiriki katika soko hilo imeongezeka kutoka kampuni 2162 za uzalishaji wa umeme kwa nishati ya joto hadi kufikia kampuni 3378 zinazotumia nishati nyingi zikiwemo za chuma, saruji na kuyeyusha alumini. Katika kipindi cha mpango wa 14 wa miaka 5, yaani kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, sekta ya nishati ya joto pekee ilifanikiwa kupunguza tani milioni 530 za hewa ya ukaa, huku karibu asilimia 80 ya kampuni zikipunguza kiwango cha uzalishaji wa hewa chafu. Katika miaka 3 iliyopita, zaidi ya mitambo 200 midogo na iliyopitwa na wakati ya kuzalisha umeme ilifungwa. Wakati huo miradi mipya ya kupunguza hewa ya ukaa kama vile nishati ya jua pamoja na uzalishaji wa hidrojeni kijani imeendelezwa. Serikali ya China imesema itaendelea kutumia mfumo wa soko la kaboni kuchochea mabadiliko ya viwanda, kuongeza uwekezaji katika teknolojia safi na kusaidia kufikia malengo ya kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa katika miaka ijayo.